katika eneo bunge la Mbeere Kusini wameanza uchunguzi wa vifo vya mwanaume mwenye umri wa miaka 35 na mwanamke mwenye umri wa miaka 24 ambao wanadaiwa kuwa wapenzi. Miili ya wawili hao ilipatikana katika shamba ambapo mwanaume huyo alipatikana akiwa amejitia kitanzi kwa kutumia kamba, huku mwili wa mwanamke huyo ukipatikana chini ya mti wa embe. Polisi wanahisi kuwa yalikuwa mauaji na kujitia kitanzi. Kwa mkia leo tumeitwa na simu tukaelezewa kwamba Eric amejinyonga kwa mti wa mwembe na chini bibi yake amelazwa hapo akiwa marehemu. Tukiangalia Eric ndiye alimuua mkewe kwa njia yenye hatujui sababu maaskari hawajafika na hakuna mwenye amewaguza. So hiyo ni janga lenye limetuguza sisi kama wenye familia, na tunaomba vijana tafadhali, mtu akifika mwisho afadhali ujiongee ama utafute usaidizi kwa mtu mwingine kuliko kujitia kitanzi ama kuua mwenzako. Jana walishinda pamoja, wakaendea simu ng'ambo ile pamoja, wakaja Njikasa pamoja, wakaelekeza tu pamoja, wakiwa wanapendana pamoja mpaka maraso yao pale nyumbani. Sasa pale tuwezi kushuhudia tu wakiingia kwenye bao waliendea namna gani, lakini tumekuta viatu zao pale pamoja, halafu miili yao ndio iko hapa hivi. Alikuwa anashuhudia kweli atajinyonga, atajiua, kwani wazazi wampendi. Hata jana jioni alikuwa huko nyumbani na wakaongea na nyanyake, lakini hakumwambia kitu chochote kama hii. Sasa hii ni mshangao tu, tumesikia tukipigiwa simu jamaa amenyonga na bibi yake kuja tukakuta hawameaga dunia wote wawili. Yeye ako na bibi na watoto wawili, lakini hao waliwaacha na akakuja akaoa msichana mwingine. Lakini wazazi wake walikuwa na msihi sana, akimwambia arudie watoto wake, mtu wao anateseka na huyu ana mtoto wake. Sasa wazazi wake alikuwa anaomba huyu msichana, anawaambia vizuri arudi kwao. Juu yule wamekaa naye mtu wa hasira na mtu